Unatembea unapata uchovu, unatembea unapatwa na hali ya kuchoka sana, na wakati mwingine maumivu ya kichwa hukupelekea mpaka kushindwa hata kufumbua macho. Hii ni kutokana ile mishipa ya fahamu imeshakuwa imedhoofika na kupatwa na udhaifu ambao unashindwa kupeleka mawasiliano na taarifa kwenye ubongo. Kwa hiyo wakati wewe unaendelea kupuuzia na kuona jambo hili ni la kawaida, kumbe maradhi ya presha yamesha athiri viungo vyako na hupelekea mpaka ubongo wakati mwingine kushindwa kufanya kazi kama kawaida. Na kwenda mbali zaidi, changamoto ya presha huwapelekea mpaka watu kupatwa na akili zilizokuwa na mvurugiko, kwamba unapata na changamoto ya afya ya akili kwa sababu ya presha hupelekea kwenda kuharibu kabisa ile mishipa ya fahamu ya kichwa na kwenda kuipasua, kwa sababu ya ile presha ya damu inayosukumwa kwa nguvu na moyo, kwa sababu damu inaposukumwa kwa nguvu huenda kasi na kwenda kuitanua ile mishipa ya fahamu na kwenda kuipasua. Sasa inapopasuka ndipo hupelekea wewe kupatwa na changamoto ya afya ya akili. Sasa changamoto hizi watu wengi huzipeleka kwenye imani za kishirikina. Sasa hili jambo watu wengi hukosea sana, ni kwa sababu ya upuuzaji wa dalili za awali za presha. Sasa hata wewe ambaye una changamoto ya presha, usipuuzie dalili yoyote. Penda kujua afya yako mara kwa mara na penda kufuatilia maendeleo ya afya yako. Yatakusaidia kuepukana na changamoto ya presha kama ni iko hatua za awali. Mengine mengi, na unapohitaji kujifunza, chukua namba zangu au follow account hii, itaweza kukusaidia na kukuokoa wewe na changamoto ya presha. Kwa mengine mengi, follow na kushare ili wengine wapate elimu zaidi.